Wakati ulipojifungua ungeanza na kumweleza habari ya neno la Mungu. Hivi ndivyo Mungu ameeleza katika Yakobo 4 mstari wa 1 habari ya vita. Sasa unafika mwishoni unaona kwamba kumbe ndani ya vile vita vilivyoonyesha pale na ugomvi ukatokea, ndani ya ile vita alikuwepo shetani. Sasa mpinge huyo shetani anayekaa katika vile vita, tena sasa mkaribishe Mungu naye awakaribie. Uyaishi matendo ya Mungu, utaishi kama uko mbinguni japo kwa uko hapa duniani. Kwa sababu sawa, utapata shida wakati wa wale wanaoleta habari ya vita, utapata shida ya njaa, maana utakula chakula kitaisha, na yeye akisema na kuhangaikia wewe. Mtu anayehangaikia mtu haweza kaenda kabomoa nyumba wala jengo, wala hawezi kufanya vitendo vya uhalifu na kwenda kupora pesa. Ni kwa sababu anasema anapigania haki. Yule anapigania nchi na dunia yake, wala hapiganii nchi, anapigania maisha ya upotofu katika ulimwengu wake. Japo kuwa alikuwa yuko kwenye haki, sasa anaibadilisha haki kwa njia ya vita. Bwana anasema yeye ni Bwana wa vita, sawa, lakini sio Bwana wa uharibifu, wa kwenda kupora mali za watu na kubomoa majengo ya watu na kuunguza vitu vya watu, kwamba anatetea haki. Hakuna haki ya kubomoa vitu. Haki ilipo kwa Mungu ni kuyaishi maisha ya Mungu na kuendelea kumwomba Mungu, kumpinga yule adui na kumkaribisha Mungu. Kwa dunia haiwezi kusikiliza kitu kizuri, kwa sababu chenyewe sio kitu kizuri. Chombo kilichokaa katika dunia sio kitu kizuri. Kwanza kinaenda katika hali ya matamanio kama mwanadamu alivyo katika ulimwengu huu, kupenda vitu vya hapa duniani, kwamba unapoomba unahitaji upate kile kitu, lakini sio kwamba kile kitu kiende kikusaidie. Kinaenda kusaidia kwa kitambo tu. Maisha ya kusaidia mwanadamu, maisha ya milele, ni neno la Mungu. Ni heri uende ukafe, ukafie neno la Mungu, kwamba mimi ninaifia neno la Mungu, mimi naenda kumfia Kristo, mimi ninaenda kumfia aliyenifia pale msalabani. Ndio maana na mimi naenda